Katika matayarisho yale nilianza kutayarisha, nilienda katika kitabu cha Waefeso wa pili. Hapo ndipo nitaanzia ujumbe wangu, ambacho katika kitabu cha hicho cha Waefeso wa pili sura yake ya 8 na mstari wa sura yake ya pili, samahani. Maandiko huwa tunasikia mara kwa mara, lakini kila mara yakinenwa yanaleta ufunuo mpya na nguvu mpya. Linasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana kipaji yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuendelee nayo. Bwana asifiwe. Hilo ni andiko linaweza kuweka nguvu asubuhi ya leo, tukaweze kuwa sio kwa matendo ya tutuma tukaokolewe, bali ni ile neema ya Mungu ambayo ni neema ya wokovu na kupitia njia ya imani, kwa sababu hii safari tuliyo nayo ni safari ya imani. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Hebrews kwamba ukiwa hauna imani huwezi kupendeza Mungu, kwa sababu lazima uwe na imani kwamba Mungu yuko, na ndio sababu tumekuja hapa. Bwana asifiwe. Na ndio sababu tumepata nafasi na kukuja katika nyumba ya Mungu, sababu tuko na imani kwamba tumekuja kwa sababu ya huyo Mungu wetu. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo hilo neno linakukumbusha kwamba hujaokolewa kwa ile matendo ulitenda, bali ile neema ya wokovu iliyoshuka kutoka kupitia mwana wa Mungu Yesu Kristo. Tukapata hiyo neema, na sasa tunaendelea kujengwa katika ile imani ili tuendelee na kukua na kuwa watumishi bora. Bwana asifiwe. Kwa sababu salvation is a process, lazima tuende na hiyo process tukijengwa kila siku baada ya siku. Bwana asifiwe. Na I tell you one thing, the power of the gospel is manifested to the doers of the word of God. Bwana asifiwe. Ama nguvu za injili hii ambayo tunafunzwa ya Yesu Kristo ziko katika wale watakaotenda neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kitabu cha Yakobo kinatukumbusha, kinatuambia katika kitabu cha Yakobo, tutaendelea tukisoma mara kwa mara na tutaendelea tukisoma kijengo na yale maneno ili tuweze kujua vile Mungu ananena nasi. Kitabu cha Yakobo ni vizuri tukisome tukiendelea, yale yule ako na sikio atasikia. Kitabu cha Yakobo sura yake hiyo ya kwanza, kama in the book of James, kana hii kulia ya anyway. Or how 22 kidogo ni kidogo kwa kingine, it is good to read that word. Ninasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wakisikiaji tu, hali mkijidanganya nafsini zenu. Kwa sababu mtu akiwa msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha kwenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyetazama sheria kamilifu hiyo ya uhuru na kukaa humo, asiye msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Bwana asifiwe. Unasikia neno la Mungu vile linaendelea na kufundisha na kutuongoza, tusiwe wasikilizaji wasahaulifu, tuwe kama wale watu tuliwaambia waberoya. Bwana asifiwe. Yale yote tunafundishwa yaweze kustiki nasi ili yaweze kujengwa. Unajua, wakati unatenda mambo na unaendelea na kujengwa katika neno la Mungu, Yesu anaendelea kuumbika ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Na ndiposa Yakobo mtumishi wa Mungu anatukumbusha tusiwe tu wasikilizaji wa neno, sababu watu wengi wamekuwa wasikilizaji wazuri.
wanasikia, hata kusoma wanasoma, lakini hawatendi. Bwana asifiwe. Na tukiwa jinsi hiyo, wokovu utakuwa mzito sana kwetu na hatutaona matokeo katika wokovu, kwa sababu Mungu naye ni mwaminifu kwa neno lake. Praise God. Amen. Ukikosa kutenda lile neno, yeye atakaa na kuoja ili litende, sababu yeye ameliweka lile mwongozo kwako. Bwana asifiwe. Ili ushikane na roho yake, ili aweze kufanya kazi na wewe. Tulisoma tukaona ukaidi ni hatari sana kwa Mungu. Ni kama dhambi ya uchawi, kazi pamoja na Mungu, sababu tunatii neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wengi sana katika kanisa. Bwana asifiwe. Sababu backslider ni ule mtu ambaye ameambiwa afanye hili na Mungu, lakini hatendi. Yeye tu anakana zile nguvu za ufufuo za Yesu Kristo, ambao ni kazi iliyotendeka katika msalaba. Anakana hiyo kazi kwa sababu hatendi. Bwana asifiwe. Na huyo mtu ndio anaharibu kanisa siku ya leo. Unaona hapo katika kanisa, na anaweza kuwa mtu pesa yake. Bwana asifiwe. Kwa mfano, na kule nje watu wanakuliwa, mtu anasema atakuja kwa kanisa sababu kuna watu wa Mungu. Anakuja katika kanisa, anakutana na ule backslide kwa kanisa, anakuliwa pesa, anasema ndio hakuna kuweka huyu unakabana kule ya Daudi. Bwana asifiwe. Sasa unaona kazi ya backslide. Backslide ni huyo mtu ambaye hatakutenda kazi ile ama lile neno, sababu ukienda na lile neno, you are walking in the truth, and when you are walking in the truth, the Spirit of God will come upon you, because the Spirit of God is sometimes called the Spirit of truth and wisdom. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio sababu ninakukumbusha, wakati wewe neno la Mungu linanenwa kwako na unaendelea kusikiza na unasikiza tena na tena, na unakuja unaambiwa na ni mtumishi wa Mungu kuwa mtu different kutoka kwa wale watu wengine. Bwana asifiwe. Na wewe tu unataka kukaa kama wale watu wengine wa dunia. Why? Bwana asifiwe. Ni nini hicho kitakachotuma uweze kuwa na neno la Mungu ndani yako? Neno la Mungu litaijua kwako. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu linatakikana lipandwe mahali pako tayari, ili liweze kukua, ili liweze kujenga, na ili Mungu akaweze kujulikana. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo linanihuzunisha sana kuona bado neno la Mungu linatuambia tusitembee na kiburi. Na unaona mtu anatembea bado na kiburi. Neno la Mungu linatuambia tuache kutenda dhambi, na huku unaona tunaendelea na kutenda dhambi. Neno la Mungu linaendelea na kutujenga ili tuweze kufikiria kiwango cha Yesu Kristo. Na hapo tunakaa, tunangoja Mungu, naye Mungu atakungoja. Bwana asifiwe. Je, katika moyo wako siku ya leo naweza kukuuliza, wewe tangu uliokoka kunaye katika wokovu? Kunaye kitu umeona ulikuwa ukifanya na haufai? Mwathani akoshe. Tuhonoki utwithiwa wa Ngai ni uhonoki mwega tukorwo ari uhonoki wa gũtũgucia na gũtũcokia Ngai witũ. Mwathani akoshe. Nigetha ciĩranĩro cia Ngai ituĩke cia gũkinya harĩ ithuĩ. Tondũ Ngai nĩ atwendete igũrũ rĩa maũndũ mothe, agatũtua ciana ciake kĩũmbe kũgerera thakame ya Jesũ Kristo. Mwathani akoshe. Na nikio tũraririkana ciugo cia Ngai hĩndĩ ciothe,
tuthi na mbere na kumenya ma na twamenya tikamenye tukigira mwathani wa tuthi na mbere na kumenya mayo na kumika uria kwagirwo mwathani wa tundu ungimenya ma no rege kumika no ri watu mwathani wa kari for example ungirwana uthi uria unaiswa thibitari wiro wina malaria ucoke wiro uthi ugure dawa unne uthi ugure dawa ukiucige hau no rege gucigwa ukihona mwathani wa tundu hari urege gwika Bwana asifiwe. Mungu ni kugaji ona ungiro ni Jehova na kiugo giake. Wewe utigane na mambo maria moru. Uachane na anga, uachane na hasira, uachane na masengenyo, uache kiburi, tembea kwa upendo, unaambiwa mambo hayo yote lakini uapply katika maisha. Bwana asifiwe. Na ukikosa kuapply ndani ni manifest ni utakuwa na wokovu mzito sana. Mwathani abosho uko na kihoto kirito to tunana ko ya gari kutoka gaito mwathani na nikiwa kwa neno wa Mungu tumenye maana na tuthi na mbele na kumenya na kufollow to walk in the truth and follow the truth because Jesus is the truth and the answer. Bwana asifiwe. Na haya mambo yote yanatuleta kwa Yesu. Hata ukianza kutoka pale kitabu cha Mwanzo, haya mambo yote yanatujenga ili tuletwe mpaka kwa Yesu siku ya leo. Bwana asifiwe. Sababu hata ile sheria neno la John amejengwa katika ile kweli ili tuendelee kumjua Yesu, ili tuweze kuendelea kujengeka na kazi za Mungu ziweze kuendelea kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Kuna watu wako wameandikwa katika kitabu cha Ezekiel. Na ningependa kusoma kuhusu watu hao. Sababu hilo neno litatusaidia siku ya leo. Kitabu cha Ezekiel sura yake 33 mstari wa 30 kuanzia. In the book of Ezekiel, Ezekiel is in the Old Testament. It's chapter number 30 and verse number 31. No, Ezekiel 33, not 30. Ezekiel 33 and verse number 30. Ya, mtaanzia hapa. Kinasema hivi kitabu hicho cha Ezekiel. Naye mwanadamu, wana wa watu wako kusimulia habari zako karibu na kuta. Na ndani ya milango ya nyumba zao wanakuambiana kila mtu na ndugu yake wakisema, haya, twende tukasikie ni neno gani hilo litokalo kwa Bwana. Nao huja kwako kama watu wajafi. Nao hukaa mbele yako kama watu wale. Nao husikia maneno yako wasiyatende. Maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Na tazama mstari wa 32, wewe unakuwa kwa kama wimbo mzuri sana na mtu mwenye sauti ipendezayo awezaye kupiga kinanda vizuri, maana asikia maneno yako lakini hawayatendi. Ningetenda kusoma kitabu hicho katika kitabu kwa lugha ya Kikuyu. Na kiko kituruga pererezi kilio ya mirongo 33 mahali wa watu wana na kwa jambo la watu. Mwathani akijira atende Mungu wa Mungu andu akumaragiria ndeto cia kuthingo-ini na mirango-ini ya nyumba ciao makera na atiri kei tuthitukaine nduriri iria ciumite kwi Mwathani. Andu akwa makakirungana hariwe mathikiririe uria ukumera no matihingagia uria uneraga meke. Mĩario yao yonanagia wendo mũingĩ no marũmagĩrĩra magucagia mũthithũ wao. Harĩ ũguo rĩ
koragwo hana mũini wa nyĩmbo cia wendo wĩna mũgambo mũnyoroku wega na kũhũra kĩnanda wega, nĩ gũkorwo mathikagĩrĩria ũrĩa wothe ũragia no gũtirĩ ũndũ no mathikagĩrĩria. No rĩrĩ rĩrĩa ndũrĩrĩ icio ikahinga na no mũhaka ikahinga, ndio nĩ makamenya atĩ kwari mũnabii gatagatĩ kao. Bwana asifiwe. Sikiza hilo neno la Mungu linatuambia kwamba watu tunakuja hapa tunasikiza pastor wetu ama wahubiri wote wanaohubiri, na tunakuja kwa furaha, lakini wakati tunakuja tunasikiza huyo mhubiri, tunafurahi, hata tunaona wengine tunashangilia na tunafurahi sana, lakini hatutendi jinsi tulivyofunzwa. Bwana asifiwe. Vitu ukiongea kirango onadhimo isaia kirango na pili au tos 29:13 ati andwa ya mwanyi tena kirango no ngoro ini ciao nekora inani mathanya goco na ngayaro gũgũnĩke araugo gũtũndũ ndũreka kũrĩ arakuga mwathanya goco ũrĩa ũrĩa Ngai kũgerera ndungata yake, no nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũkamenya kũrĩ andũ atũmaga kũrĩ mwathanya goco hĩndĩ ĩyo nakinya. Bwana asifiwe. Kuna wakati utajua kwamba kuna manabii walikuwa wanatumwa wakanene na roho yako, lakini wewe hukutenda. Bwana asifiwe. Unatembea tu kwa hisia zako, unatembea kwa mpango wako, lakini wewe umefanywa mtu mwana wa Mungu ukatenganishwa na mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Sasa wewe ni mtumishi, wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mtu ambaye anaitanishwa na jina la Mungu aliyetu. Bwana asifiwe. Ambaye umesafishwa na damu ya mwanakondoo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ukapewa nguvu za kufanyika mwana. Praise God. So you must be very careful with your deeds. You must be very careful in what you are saying or what you are doing. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakika unasikia vile hilo neno linakuambia. Ati haribu koragwo hana mwini wa nyĩmbo cia wendo. Sasa hiyo inasema nini? Hiyo inasema nini kwako? Ati wewe unaambiwa lakini unaona kama ni mchezo. Bwana asifiwe. And it is very discouraging to the people of God. Bwana atuonee huruma. Bwana asifiwe. Mungu aturehemu tu tukaweze kujua mapenzi yake juu yetu. Mungu aturehemu tu tukaweze kumjua hata zaidi. Mungu aturehemu tu tukaendelee na kufanya mapenzi yake. Mungu atusaidie tu tukaweze kubadilika na kubadilishwa na yeye. Mungu atusaidie tu tukaweze kuona utukufu wa jina lake juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tu tuweze kujua ile kweli na kuifuata. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tu tusije kama hao wanaambiwa na Yakobo. Wanatoka ni kama mtu ambaye anaenda katika kioo. Mwaga ya mwisho. Na akienda katika kioo anajiangalia jinsi alivyo, na kioo pale tunaletewa huo mfano na Yakobo kwa sababu anataka neno la Mungu ni kioo kwako. Bwana asifiwe. Ndio sababu umeletewa ule ujumbe pale na kitabu cha Yakobo. Uwe unajiangalia katika neno la Mungu. Unajiangalia jinsi unavyotembea na Mungu na neno lake. Bwana asifiwe. Na hilo ndilo linatusaidia kukua katika roho zetu. Kwa sababu hapo ndipo unakumbushwa na neno la Mungu ati kwamba ndipo utaweza kutembea katika ukamilifu mbele zake. Bwana asifiwe. Anamwambia Ibrahimu mtumishi wake. Unajua mambo ya Ibrahimu sana. Alikuwa rafiki wa Mungu.
na anamwambia tembea mbele zangu kwa ukamilifu ili nikaweze kuweka agano na wewe. Bwana asifiwe. Ukamilifu ni kutembea katika neno la Mungu na kulifanya na kulitenda. Katika wakati wa Musa, wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 waliambiwa hivyo. Na wana wa Israeli ni watu wa Mungu. Na sisi sasa ni wana wa Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Sasa neno hili linaongea na sisi. Kitabu cha Kutoka Kutoka nasema Exodus Kanadama Dama 15 verse number 26. Yoga pili akimera muri njandikagira na kiyo na mwikaga maundu maria nyonaga magirire na mwathikagire mawatho makwa ndire hindi ngamuherithia na mĩrimũ o yothe ĩrĩa ndareheire andũ a Misri. Amu nĩ Mwathani ũrĩa ũmũhonoka. Bwana asifiwe. Sikia vile Mungu ananena na wana wa Israeli kama watafanya mapenzi yake na kutii sheria zake, hawataletewa magonjwa kama yale yaliyokuwa, yale mapigo yaliyoletewa hapo Misri. Bwana asifiwe. Na hayo ndio maana mambo yanatusaidia kujua na kutembea katika ukweli. Sababu Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Lile ambalo ametuahidi atalitenda. Mradi tu nasi yale ametuambia tufanye tuyafanye. Bwana asifiwe. Hilo ndilo kutembea katika kweli. Praise God. Na nataka mjue very good that tunatayarishwa because here on earth we are in a mission. Hatujaletwa hapa bure. Mwathani agocwo. Tutirehetwo thĩinĩ wa gũikare tũcoke tũkue tũthiĩ kũrutũra. Mwathani agocwo. Tũrehetwo hena mũbango mwega wa Ngai. Mwathani agocwo. Agatũrehe nĩgetha tũkorwo tũrĩ kũringa ta rĩrĩ. Bwana asifiwe. Na nĩgetha ahote gũtũhũthĩra ũrĩa we arenda. Na nĩkĩo tũrandĩkanĩra kiugo atĩ atũrutĩte kũrĩa agaturuta agatutithikũrũkania na andũ arĩa tũrĩ atithikũrĩirie Isiraeli na ndũrĩrĩ ingĩ. Mwathani agocwo ciarĩ na rũciũ ũngĩ. Agatutithikũrũkania na andũ ndũrĩrĩ agatũrehe thamaki-inĩ wake. Mwathani agocwo. Nĩ kuuga ena gĩtũmi kĩiganu gitu gĩa gũkorwo twĩna mũbango, ena mũbango mwega, na nĩguo tũrathiĩ tũgĩthondekwo na kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũhingie this great commission of our Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Na katika hiyo great commission ndio inatuma tuandaliwe, sababu katika hiyo great commission haiwezi kuienda bila kuandaliwa, ili uweze kujuana na Mungu, ili uweze kuenda na ufahamu wa Mungu, ili uweze kuenda na nguvu za Mungu, ili uweze kuenda na knowledge ya Mungu. Bwana asifiwe. Ili uweze kufanya hiyo kazi, kwa sababu kila mmoja wetu ambaye ameitwa unayo kazi inaitwa the great commission. Bwana asifiwe. Which is from the book of Matthew the last chapter, chapter 28 and verse 19. Go ye the whole world, ili tukafanye watu wa mataifa wawe wanafunzi wa Mungu, tukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote ambayo tumefundishwa na huyu mfalme wetu Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sababu tunaendelea na kuandaliwa na neno la Mungu. Mwathani agocwo. Nikio kiugo gĩkĩ tũthiaga ndũngĩhota gũthiĩ kũruta wĩra ũcio ũtarĩ na ũũgĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. Na hinya ũcio wa Ngai nĩ ũratũma ũharĩrĩrio, ũthondekwo, ũthiĩ na njĩra ya ma na wĩhokeku na wĩke meo. Tũrũmeo nĩ Jesũ mwene wema. Ũmũrũmĩrĩre, ũrutane ũrutani wake, ũnyite na ũrũmie biũ. Mwathani agocwo. Na wĩke ta ũrĩa wathĩtwo wĩke, nĩgetha ũkĩharĩrĩrio
nigetha ũgĩthondeka mwathani agocwo, nigetha ũtuĩke kuna mũro mwega wa wĩra wake, mwathani agocwo. Na nĩkĩo ingĩkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, gĩkeno kĩa mũhunjia kana andũ arĩa othe maragia kiugo kĩa Ngai makenaga mangĩona ng'ondu iria mararĩithĩria iragathiĩ. Na nĩguo Paũlũ arĩirie kanitha wa Galatia 4:19 akiuga atĩrĩrĩ, Galatia 4 mũhari wa 19 augire atĩrĩrĩ, ciana ciakwa, o rĩngĩ ndĩna ruo rũnene mũno nĩ ũndũ wanyu, ona ta wa mũtumia akĩheo mwana, na ngaigua guokia rĩrĩa mũgetĩkĩra kũgarũrwo mũhanane na Kristo. Bwana asifiwe. Nake Yohana akiuga atĩrĩrĩ, 3 John chapter 1 and verse 4, nake arĩona kĩrĩro arauga atĩrĩrĩ, Yohana kuria gatatu rĩa mbere ya Musa ikorwo na chapter 2 ĩrauga atĩrĩ, mwarĩ wa kana, gũtirĩ ũndũ ũngenagia ta kũigua ciana ciakwa itũũraga irũmĩrĩire ũhoro wa ma. Bwana asifiwe. Atĩ hatirĩ ũndũ ũkenagia mũthuri ũcio wetagwo Yohana ta kuona andũ arĩa atũrakũragia kĩroho atĩ maragerera maimĩrĩro mwathani agocwo, na no mamĩrũmĩrĩre na no marakũra. Bwana asifiwe. Ciugo icio nĩ cia Ngai. Bwana asifiwe. Na nĩ ciugo iria ciĩkagĩra mũgeto ũyũ witũ hinya hĩndĩ ĩrĩa aratũhunjĩria agĩtũthondeka na kiugo kĩa Ngai, tukahota kũgarũrũka na kuona nĩ tũrakũra, tũtirĩ ciana, tũtigũtũra twĩ ciana cia iria. Mwathani agocwo. Akĩendaga nĩkuona atĩ nĩ tũrahota gũthiĩ tũgĩkũraga na tũkĩgerera maimĩrĩro, twagerera maimĩrĩro nĩ kuuga tũkũgĩthiaga na Roho wa Ngai. Mwathani agocwo. Na twathiĩ na Roho wa Ngai nĩ arĩtũteithagia agatũguũrĩria maũndũ ma Ngai marĩa maritũ. Bwana asifiwe. Na twathiĩ na Roho wa Ngai nĩ egũtũma tũmenye meo biũ na tũhote kũmĩka kũrĩa tũraremwo gwĩka maũndũ, Roho agoka agatũteithia. Bwana asifiwe. Tũkahota kũmĩka maũndũ tondũ grace ya Ngai nĩ ĩgĩkũrũkio thĩinĩ wa Mwathani agocwo, nĩgetha ũhote gwĩka maũndũ na mũndũ, nĩgetha ũhote gũtigĩra maimĩrĩro, nĩgetha mũmenye you are set apart for the master's use. Praise God. Ndio sababu tunafundishwa mambo haya ili tukaweze kukua katika roho zetu, ili tuendelee kuwa watumishi walio bora, kwa sababu kanisa lazima tuwe na tofauti. Watu wote ambao wanatenishwa na hili jina wamepewa precautions vile watatembea. Mwathani agocwo. Wamepewa tahadhari vile watatembea, nao hakika watawakilisha huyo Mungu hapa duniani, na ndio mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ndio sababu tumekuita wewe na mimi, ili tukaendelee kuandaliwa tukawa watumishi walio bora, tutembee katika kweli utumishi wa Bwana, tufanye hiyo kweli. There is no other option tunaweza fanya ili tukaweze kurithi ule ufalme wa Mungu. Nakumbuka katika kitabu hicho cha Malaki nisomewa na mchungaji 25 akatuambia Yesu Kristo wakati atakuja na malaika zake atatenganisha kondoo na mbuzi. Bwana asifiwe. Kondoo atawekwa mkono wa kulia na mbuzi atawekwa mkono wa kushoto. Na wakati wa hiyo judgment, sababu Christ atakuwa amekalia kiti chake cha throne of judgment, ataambia kondoo walioko katika mkono wake wa kuume, je, nyinyi ambaye mmewakilisha, atawaingiza katika utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Nao kondoo wale mbuzi kana mewa tunawalingana nipata niko madogo ile ya kwa hana ikero irai gashira mukore shaitani na araika mutura muhega ngene. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tahadhari
Kwanza tunafunzwa tuendelee kutembea katika neno la kweli. Bwana asifiwe. Na tudumu katika hilo neno. Sasa hakuna kurudi nyuma. Ukijaribu kurudi nyuma, utaona utapepetwa kama ngano ya shetani. Bwana asifiwe. Utapepetwa mpaka utamani kurudi pale kwa Mungu. Usione kama hii ni mchezo. Kumra Yesu Kristo ati ni mwana ndani wa washoke tukeni wosho kana munga maligiri kama hapo na ukira kiasi kwa sababu shetani ataenda na atakuja na malaika zake na takataka zake zote, utatua mbaya kwa pale mwanzo wako. Bwana asifiwe. Sababu sasa wataona kituo sasa kimesafishwa kiko sawa na ulikuwa umepotea umeenda watu wale kuja. Bwana asifiwe. Tujihadhari katika mambo haya. Tuendelee kutafuta Mungu. Tuendelee na kujenga katika sababu Kristo kimjua maono yao tunamtumia na kumenya Kristo ili tumjue zaidi na aende kumbika katika ndani yetu. Bwana asifiwe. Tuendelee na kuwa katika Kristo ili kazi za ufalme wa Mungu zitendeke kupitia sisi hapa duniani. Praise God. Amen. Na hakika kumjua Kristo na ukimpokea na kuendelea kudumisha katika ile neno na kweli yake, utaona mabadiliko katika maisha. Aite. Wangu kila mmoja nione utiganimbe wa mtu bila wao. Mwana ni wao. Nina nijua nani kwa nidhamu bimurudi. Nijagaile mambo moja mjai. Mwana ni wao. Na ikipo kufurahia mambo ni moja. Lakini the time of God is perfect. Not to be wrong. To guide before the foundation of the earth. Ulikuwa pale. Alijua mambo yote yatapitia. Lakini alijua atatoa huko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siwezi juta. Kile nitafanya nitaendelea sasa kufanya mapenzi ya Mungu. Nitaendelea na kutafuta kaka zaidi. Na kumjua huyo Kristo. Na ninaendelea ili kujipeana kwake. Niende nikibadilishwa siku baada ya siku. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorintho sura ya 2. Sura yake ya 3 na mstari ule wa mwisho kabisa. Tusome hilo neno. 2 Corinthians chapter number 3 and the last verse. It is verse 18. Inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa kufanana na mfano wa huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye. Bwana asifiwe. Unaona, unabadilishwa utukufu hadi utukufu kadri unavyopeana katika Mungu, ili uende kufanana na ule utukufu wa Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndio sababu tunarudishwa pale ili tuweze kufananishwa na ule utukufu. Na ndio sababu Yesu aliletwa na Mungu akatoa gharama yake ya kutoa dhabihu ya damu yake ili aweze tukaweze kupata upatanisho na urejesho katika ufalme wa Mungu, ili utukufu wa Mungu turejeshewe na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ili tukaweze kutembea na ule utukufu wa Mungu, ili tukadhihirishe kazi za Mungu hapa duniani, ili Mungu akajulikane jinsi alivyo kupitia sisi. Bwana asifiwe. Na hilo ndilo neno la kweli. Kwa sababu hilo ni neno la kweli. Kwa sababu Yesu ni kweli na hili neno limeandikwa ni la kweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo kweli mimi ninaendelea na kuifuata. Ninaendelea na kufanya mambo mapenzi ya Mungu. Ninaendelea na kumwalika Roho wa Mungu kumpatia nafasi ndani yangu ili aendelee na kuniosha, ili aendelee na kunibadilisha, ili akanitoe katika utukufu akanipeleke huu mwingine, ili nikaendelee na kuwa the fullness of Christ ambao unaambiwa katika kitabu cha Kolosai sura yake ya kwanza na mstari wa 15. Jesus is Yesu ni mfano wa ule Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
Bwana asifiwe. Nafigo kingi. Yes, naye mfano wa Mungu asionekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yes, he is the image. Hilo neno la image ndio lilikuwa limetokea. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creatures. Bwana asifiwe. Na sasa lazima uwe na ile fullness. Na ukiendelea kusoma kitabu cha Ephesians 4. I think it is that book. Ephesians 4 chapter 13. Yeah, it is that. Nasema, till we come all to the unity of faith and of knowledge of the Son of God, and a perfect man, and to measure of the stature of fullness of Christ. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwake cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo. Bwana asifiwe. Hilo ndilo ombi langu la kila mtu. Kuendelea na kukamilishwa ili tuwe the fullness of Christ, the stature of Christ Jesus. Ili tuweze kuendelea kuwa kama Yesu mwenyewe. Praise God. Na ikiendelea na kumalizia, unajua kumjua Yesu Kristo, kunaye blessings. Sijui kama ni 6 ama 7 utazipata katika maisha yako. And you can read that in the book of Revelation. In the book of Revelation, chapter number 5 and verse number 11. Inasema anasoma kizungu cha NIV, ndio usikia kituo kizuri zaidi. Ukiona hapo NIV kidogo kile 5:11. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, Worthy, worthy is the Lamb of God, who was slain at Calvary, for to receive power, hiyo ni moja, to receive wealth, hiyo ni nyingine, to receive wisdom, hiyo ni nyingine, to receive strength and honor and glory and praise. Bwana asifiwe. Hebu sikiza hiyo. Ukimfahamu Yesu Kristo, ukitembea naye, umshike hivi, aumbike ndani yako, ndio unajua kwamba you receive power. Bwana asifiwe. You receive wealth. Utajiri wa kiroho na wa kimwili pia. I tell you, you receive wisdom. Utatembea katika hekima ya Mungu. Praise God. You receive strength. Utapata nguvu za kuendelea. Hata wakati utapigwa, utaendelea tena. Because you will be strong. Because those who know they are God will be strong and do exploits. Praise God. Na you receive honor. Hata wale waliokudharau watakupatia heshima. Bwana asifiwe. Unaona ushapewa na hapo menanga na mawe ni mali kuhea hiki. Because Christ ameumbika ndani yako. I tell you. And you receive glory of God upon your life.
utukufu wa Mungu utatembea nao. Hutakuwa mtu wa kawaida. Yes, unaweza ona mtu hivi yule sura ni ile ile, lakini sio mtu wa kawaida katika ndani yake. Utaenda unakaa mahali kuna mapepo yanatoroka. Bwana asifiwe. Utaenda mahali watu wapate kibali, unapata kibali. Bwana asifiwe. Because the glory of God is upon your life. Bwana asifiwe. And you receive praise. God will be happy with you. He will praise you. Atasema huyu ni mtumishi wangu, kama vile alivyosema Ibrahim mtumishi wake. Hata watu watakupatia heshima na watakutukuza kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini hatafanya hivyo kwa sababu ya vile umefanya. Ni yule Mungu aliyeko ndani yako ndiye atatukuzwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe umeumbika Kristo ndani yako. Hiyo ndio faida ya Yesu Kristo. Na haya mafundisho yote tunafundishwa ili tukajengwe, ili tukaweze kufanana na yeye. Praise God. Hilo ndilo tunataka kujua katika moyo wako. Na ndio sababu nimekuambia ningependa ujue the power of the gospel is manifested by doing the word. So there is power in the gospel. Kuna nguvu katika Injili, nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio sababu tunaendelea na kuambiwa let us be the doers of the word of God. Not only the hearers. Wale wanafanya kusikia na halafu wanasahau, halafu wanawacha, wanaenda. Wacha hilo neno la Mungu lizae kwako. Ukilipatia nafasi, wewe mtendaji wa neno, hauna chuki ndani yako, hauna wivu ndani yako, hauna masengenyo ndani yako, unatembea kwa utakatifu na uaminifu, unatembea katika haki, unatembea katika njia za Mungu na kuomba Mungu akuongoze katika njia zake, Roho wa Mungu anashuka, anakutawala.